lililoachiliwa kutuzuia, lililoachiliwa ili tusipate chochote, lililoachiliwa ili tubaki kama tulivyokuja. Kwa jina la Yesu, roho ya uzito achia eneo, achia ardhi, achia watu, achia anga, achia nafsi zetu, achia mili kwa jina la Yesu. Ndio. Achia damu ya Yesu kwenye ardhi. Mwaga damu ya Yesu kwenye ardhi. Pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Imwage damu ya Yesu ya agano kwenye ardhi ya mahali hapa. Iambie leo sikia neno la Bwana. Tunamwaga damu ya Yesu. Roho ya uzito iliyopandwa, roho ya uzito iliyoachiliwa, iachie eneo na kuachia watu, iachie kuta, iachie malango, iachie nafsi, iachie mioyo, iachie watu kwa jina la Yesu. Mahali hapa paachiliwe kwa kuwa Bwana amepachagua apate kulikatisha jina lake katika jina la Yesu Kristo anayejalia hapa. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Pigie Yesu makofi, usipigie mimi. Piga makofi ya Bwana Yesu kama unamwelewa. Makofi ya Yesu yanapigwa kwa juu. Hatupigiani tumboni, hatupigiani kichwani. Tunamwazimisha Bwana yeye anayeketi mahali pa juu, alipotukuka sana, anayetawala vyote, china vyote vijazavyo ni mali yake. Anastahili kuabudiwa, anastahili kupewa sifa. Sio miungu wala mizimu, sio wachawi wala washirikina, sio wasoma nyota wala wanajimu, sio wamashini, sio walozi, sio wanaotutambisha, ila ni yeye peke yake, Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, aliyeziumba mbingu na nchi. Ametukuka, yuko juu ya vyote. Alitaka mateka akaviweka chini ya miguu kwa ajili ya kanisa. Vitu vyote, uchawi, urozi, ushirikina, uko chini yake, uko chini ya miguu kwa jina la Yesu. Hallelujah. 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 Hata kama tuko kwenye vita, basi usikie kama unaongea na watu hivi. Naongea kama wewe unajisemea mwenyewe, watu wa Mungu. Tusimone na Mungu, tunakaa siku chache tu. Tuchangamke na ngalamu kidogo. Amen. Tuonyeshe furaha. Amen. Sikia, huko nje tutakosa kufurahia tukija huko. Hasa tujifurahishe kwa Bwana. Kwa hiyo hata kama unadaiwa, onyesha tabasamu Mungu kwa Yesu. Haleluya. Onyesha kuchangamka kwa Bwana. Tunajifurahisha kwa Yesu. Wengine wanasubiri kufurahishwa na wapenzi wao. Sisi tunamjua mpenzi wetu. Anasema mimi ndiye niwapae wapenzi wangu usingizi. Yeye ndiye usingizi wetu. Yeye ndiye mpenzi wa karibu, anayeniwazia mema, anayenifariji wakati wa huzuni, anayenigawa wakati wa kuumwa, anayenipa chakula wakati wa njaa, anayeniinua ninapochoka na kukata tamaa. Haleluya. Tusikana hata kama kuna taarifa mbaya iko huko nje, sio huko. Haleluya. Amen. Hata kama unanidai tukishafika hapa, yote alimaliza. Yaani uniambia mimi usinidai. Haleluya. Amen. Hayo madeni tukishatoka huko nikumbushe tu. Lakini mbele za Bwana tunasema yote alimaliza. Anasema yeye ndiye atufundisha ili tupate faida, na ndiye atupae nguvu za kupata huo utajiri. Nikiwa kwa Bwana nitaruka, nitafurahi, nitashangilia. Nikitoka hapa namwambia Baba, wewe ndiye ubarikie kazi za mikono, hata kama fahamu zimefungwa, sina nitakufanya. Namwambia Baba, achilia nuru yako ing'ae gizani, niondolee kila giza, nione cha kufanya, niondokane na madeni. Haleluya. Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nalifurahia aliponiambia Bwana wacheze tu, maana mauti ndio kama imetufunika hivi. Nalifurahia aliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Nalifurahia aliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Nalifurahia aliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Nalifurahia aliponiambia watu wakicheza basi. Nyumbani kwa Bwana.
moyoni. Amen. Maana tulikaa kama vile tunasubiri taarifa ya hakimu. Anasubiri taarifa ya hakimu kweli kwamba sijui kesi. Kesa ilishinda zote. Amen. Sisi hatudaiwi. Amen. Yaani tunajua fulani ndio huwa tuko naye ya namna hii. Ukisha ingia kwenye toba, shetani anaenda na mwambia huyu afanye moja na tatu. Anasema ni kweli amefanya, sijakataa. Lakini mimi ndicho nilipeleka hapo msalabani. Kwa hiyo huyu adai nilishakulipa. Kesi zako zote unazomdai ushamaliziwa kila kitu. Kila kitu alishatulipia Yesu Kristo. Muongezee tena makofi mshindi wetu. Aliyeshinda kifo na mauti. Yeye yu hai anaishi. Haleluya, haleluya. Amen. Naomba tukae. Naomba tukae. Hatudai chochote, yaani ukae huko kabisa. Mahali hapa tuko mahali sahihi, mahali pa kudaia ambapo hatudai na yeyote. Ili watu tukikaa karibu sitakuwa vizuri jamani. Maana tunakaa magharibi ya mbali. Somo letu tunasema ni vifungo vya nini? Maana tunaongea kama hatuna matumaini. Vifungo vya wapi? Vya rohoni. Ndio ndivyo tunavyoviangalia na ndivyo tunavyoshughulika navyo. Sifiwe. Nisema vitu mara nyingi watu wa Mungu tunaishi tukitembea tukiangalia vitu vinavyoonekana kwa nje, vitu vya mwilini ndivyo tunavyoviangalia. Lakini jana tuliposoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1, tukasoma na Mwanzo sura ya 2, tukajiuliza Mwanzo anasema aliotesha kila kitu akakiotesha, na ndipo alipomuumba mtu kwa mfano wake na kwa sura yake alimuumba mtu mume na mtu mke. Lakini tunamshangaa kwenye mstari sura ya 2 anasema nchi ilikuwa haina kitu bali. Vile vilivyopandwa kwenye Mwanzo 1 ni nini? Vilivyoota ni vitu gani? Ndipo sasa tukajua kwenye Mwanzo alikuwa akiotesha na kupanda vitu wapi? Rohoni. Lakini kwenye Mwanzo sura ya 2 ndio vitu vinakuja kutokeza mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Asili yako wewe ni rohoni, sio mwilini. Mafanikio yako wewe ili ufanikiwe, biashara yako ili ifanikiwe, sio mwilini, ni wapi? Huku tunaenenda katika mwili, itafungua duka mwilini, lakini mafanikio na wateja ni wapate, nifanye mpate faida ni rohoni. Anayefaulu rohoni amefaulu wapi? Mwilini. Ufalme wa giza unatushinda. Wao wanafaulu sana rohoni kuliko mwilini. Na ndio maana anaweza kupenya hapa akapita kwenye kona huko. Nashtukia mtu yuko chumbani kwake na milango imefungwa. Sasa hizi ni nguvu za giza. Watu wa Mungu sio tu nguvu za giza, hata unaweza. Kwani Yesu wakati ameingia kwa wanafunzi wake, si milango ilikuwa imefungwa? Amepita wapi? Sasa sisi tunafanya zaidi hata anayefanya. Kwa hiyo wewe unashindwa kupita huko. Au ni sisi tu tunajipepea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ulimwengu wa roho ni sehemu ambayo iko halisi lakini haishiki kwa mkono. Siwezi kuishika hivi kwa mkono. Kwa sababu mtu mwingine ukimwambia ulimwengu wa roho, ukimwambia twende kwenye ulimwengu wa roho, mtu anawaza naweza kwenda mbinguni na kurudi. Napata wapi? Kwenye ulimwengu wa roho sio mbinguni. Si ndio? Kwenye ulimwengu wa roho sio wapi? Huko unaenda bila hata nauli na unakwenda. Hata uweze kutumia hata dakika 10 au dakika 2. Nikikwambia ulimwengu wa roho nataka tufanye tu mfano. Amoni ngoni tushafanya. Acha na huko sisi tufanye. Hebu tufunge macho. Tufunge macho tuende sasa kwenye ulimwengu wa roho. Nani ambaye hafahamu nyumbani kwake alikotokea? Kuna ambaye hafahamu? Sikila mtu anafahamu. Chumbani kwako unapajua. Ayafunga macho utazame chumbani kwako sasa hivi. Unapaona chumbani kwako? Unapaona? Umetumia shilingi ngapi kwenu? Umetumia shilingi ngapi kwenda? Umetumia muda gani kufika? Kwa hiyo ulimwengu wa roho ni hapa, lakini siwezi kupashika. Kwa hiyo maana nakwambia nenda chumbani kwako. Ni kweli najua kitanda kimegeukia huku, ni stuli ile sijui nini, sijui tukopo toka na viona vyote. Haleluya. Amen. Okay, nasemaga hivi ukiwa unaomba kwa bali kwa mfano kama Harmony God tumeanza somo linalohusiana na mambo ya mauti, roho ya mauti, kushughulika na roho ya mauti.
Unaposhughulika roho ya mauti, siwezi kusema shindwa pepo, wewe mauti shindwa. Tunaposema tuende kwenye ulimwengu wa roho, angalia nani ambaye hajawahi kwenda msibani, yani hujui msibani unafanya nini, hajawahi kusikia mtu kafa na wewe yupo. Tunafahamu msibani. Tunafahamu kwamba yani nyumba fulani ikitokea na msiba huwa kuna nini kinatendeka nini huwa kinatokea. Sasa unapokuwa ukidili na roho ya mauti kwenye maisha yako, vaa hiyo sura ya msibani na kwenda msibani. Huwa kuna nini? Tunakutana makusanyiko, tunakutana na watu, tunakutana watu mbaya nje, watu wanapika, watu wanalia, wanasema leo mwili unaletwa. Mwili ukiletwa huwa mwili au nje ile hewani, jeneza ndio tunalionaga limebebwa, linaingizwa ndani. Huyu aliyekufa lazima azikwe. Kwa hiyo kuna kaburi. Kabla ya kwenda kwenye kaburi, kuna sanda ambazo yeye anafilimishwa na roho kwenye jeneza ndio aende kuzikwa. Kuna wanaobeba jeneza, kuna wachimbaji wa kaburi. Kwa hiyo ukiwa unadili na roho ya mauti kwenye maisha yako, pita kwenye vipengele vyote unavyoviona kwenye misiba ya kawaida, kwa sababu ulimwengu wa mwili ni mfano wa ulimwengu wa roho. Amen. Ninashughulika na vifungo, nimefungwa. Kama hapa ambapo tutakuwa tunadili nao. Najua hiyo inaweza kuwa sio wengi, lakini tunajua magerezani. Gereza la Segerea, Ukonga, tunajua magereza. Kuna mfungwa ambaye akifungwa pale shule, unaweza ukaenda sasa kuna ndugu yangu amefungwa, naenda kumsalimia. Nikirahisi ili mpaka nimuone yule aliyoko kule. Kuna geti la kwanza, kuna walinzi lazima niripoti. Kuna geti la pili, la tatu, la nne mpaka sura 7 mpaka kuja kujua mahali aliyefungwa, mahali aliko. Na huyu aliyefungwa siwezi kwenda nikakutana naye hivi, najua shikamoo na nini naendeleaje, kuna mende huko, kuna kunguni. Mko mmetazamana kwenye wangu kama humo na chungulia. Uko unashughulika na ishu ya vifungo. Nimefungwa kwenye gereza. Asubuhi tumesoma. Ni asubuhi au ni jana? Tumesoma hapa kwenye ile Waamuzi. Pana mambo lengo la kufungwa kifungo chochote si kwa ajili ya kunitesa. Lakini kuna kinachotumika ni fungo kwa kitu gani? Anaulizwa, unaweza kufungwa kwa kitu gani? Ni nini ambacho kinaweza kutumika kufunga ili tukuweze kutesa vizuri? Mara zote tunaweza kutumia huo mfano wa magereza, lakini huwa tunasahau kitu kimoja. Huwa tunalinda walinzi waliotulinda gerezani, ndio huwa tunashughulika nao. Unapiga walinzi waliokulinda gerezani. Ina maana wanaokulinda gerezani ndio, kwa mfano kama kuna mtoto ana tabia ambazo sio nzuri, huwa wanaendelea kushikilia ile tabia iendelee kumtabisha ile mtoto. Sasa huwa tunapiga wale walinzi waliotulinda, ila huwa tunawasahau walinda gereza. Mmedaka? Kuna walinzi wako huku nje wanalinda jengo lile lote, lakini kuna walinzi wanakulinda wewe uliko huku ndani. Paulo alipofungwa aliwekwa katikati ya vikosi 4, askari 4 na maana walinzi 16, na maana nikiwa napambana wale walinzi 16, pasipo kujua kwamba baada ya kutoka kwenye mikono ya hawa 16 kuna walioko nje ambako siwezi kutoka. Hawa wanje wamekufa sana. Je, nitapita wapi? Sasa ndio maana hiyo mtu nimemwombea sana. Kwa nini? Hamjui tu mtukisheni nimeomba ni kweli sijakataa. Lakini ulimwombea na ukapiga walinzi walioko wapi? Ndani kuna waliokuwa kimlinda. Lakini walindaji wa gereza mpaka hana namna ya kutoka yeye mwenyewe. Kwa hiyo kabla ya kwenda kule ndani, piga kwanza walioko nje. Ukimaliza walioko nje, nenda ndani. Ukishakumaliza walioko kule ndani, akawa huru, hata dirishani atapita. Atarudi nyumbani salama kabisa sasa. Haleluya. Kwa hiyo tunapozungumzia ishu ya ulimwengu wa roho, kitu chochote usikitazame tu hivi nje, kuna mahali kilikotokea. Kuna chanzo chake. Wanasema nina sukari na pressure sio. Pressure hii nayo isiambiwa nje, sio kwamba imetokea nje, ilitoka rohoni. Kabla haijaja mwilini
vilianzia wapi? Vilivyopandwa rohoni kwenye Mwanzo 1 tunavisoma tuvione, lakini kwenye sura ya pili tunaanza kuviona sisi. Haleluya. Huyu mtu huyu ambaye ni wewe na ndio mimi amegawanyika katika sehemu kuu 3. Amegawanyika kwa sehemu kuu ngapi? 3. Ambayo ni nini? Twende. Ya kwanza nini? Basi na nafsi. Asante sana. Hiyo zote na makofi kabisa tutashinda ndani ya kuamini. Mwili, roho na sawa. Sasa shida tunaangalia mwili. Kwenye ile Mwanzo 1 na tumfanyie mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu wakatawale, ni roho. Kwenye Mwanzo 2 anapoanza kufinyanga mtu, amemfinyanga kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi, akawa nafsi yake. Ile kwenye ardhi ni nini? Ni mwili. Alipopulizia akawa nafsi yake, kanafsi kakaingia ndani yake. Sasa kenye kielaele katika hivyo vitu vyote na ambako upande wa giza wanadili nacho sana ni nafsi ya mtu, sio mwili, sio roho. Ukisikia mume wangu amefungwa, amewekwa kwenye chupa, hajawekwa liungo lile, imewekwa nafsi yake. Sijui kwenye vibuyu, sijui kwenye viungu, wameweka nini? Nafsi yake. Na hata hao tunaoona kama pepo yanalipuka sijui nini, hata wanaopandisha pepo wakaanza kuzungumza, kinachozungumzishwa ni nafsi. Kwa sababu huko vitu vyote miemko sijui mahaba sijui nini ndio viliko fichwa. Hapo ndio wana maswali mpaka kifo kitutenganisha. Tunakufa mwili na wakati tunajifundisha ndoa. Lakini sasa matamanio na kila kitu haviko kwenye mwili wala haviko kwenye roho, viko kwenye nafsi. Kwa hiyo tufunga ndoa wapi? Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo vifungo tunavyozungumzia au vitu vya rohoni, vifungo vya rohoni ni vitu ambavyo viko rohoni ambavyo ndio vinaleta madhara mwilini. Ni matokeo ya rohoni. Chochote unachokiona ni matokeo ya rohoni, kwa sababu mbegu zinapandwa rohoni wala sio mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa tuone ambao mkuwepo jana, sijajua mimi, naomba tu nisirudi huko, mimi tuendelea mbele kwa mbele tutungue. Lakini neno letu kuu na msingi ni ile Isaya 28:22, msiwe watu wenye kudharau vifungo visivyo vikakazwa. Msiwe watu wenye kudharau. Kuna watu wanaweza kujikuta funguo za nyumba yako zinapotea zote na uzioni na unaona sawa, unaendelea kuishi. Nasema zilipotea na ukaona sawa tu. Haleluya. Lengo la somo niliwaambia ni ili mjue kwamba kila kitu asili yake ni wapi? Hata wewe asili yako ni mafanikio yangu yote yako wapi? Ili niweze kufanikiwa mwilini lazima nifanikiwe roho. Na lengo la kufungwa ni ili tufanyeje? Tuteswe. Sasa kwenye kufungwa ndio kuna aina tofauti za kufungwa na vitu vinavyotumika kufungwa. Na mtu mmoja anaweza kufungwa zaidi ya kifungo kimoja. Kama ambavyo tunajua mahakamani anaweza kusema kutokana na hivi kosa ulilokosa unahukumiwa kwa kosa 1, 2, 3. Ukajikuta mtu mmoja una vifungo ndio na mashtaka mangapi? 4 au hata 5. Kwa hiyo na kwenye ulimwengu wa roho hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu anaweza kama amefungwa na sijue kama amefungwa. Yaani tunaenda sawa lakini amefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lengo la kufungwa ni ili ufanyeje? Uteswe. Angalia kitabu cha Yeremia sura ya 30.
Kwenye lengo la kufungwa ili uteswe ni ile Waamuzi 16 tulisoma jana Sawa. Yeremia 30 mstari wa 8. Anasema, na itakuwa katika siku ile, asema Bwana wa majeshi, nitavunja nira yake itoke shingoni mwake, nami nitavipasua vifungo, wala mgeni hatamtumikisha tena. Nami nitafanyaje? Nitafanyaje? Kwa hiyo vifungo vinaweza kupasuliwa, vifungo vinaweza kuvunjwa, vifungo vinaweza kufanyaje? Kupasuliwa, vinaweza kufunguliwa na vinaweza kuvunjwa. Kwa ukiingia kwenye maombi ukisema navunja vifungo sawa, ukisema napasua vifungo sawa, ukisema nafungua vifungo, anasema jifungue vifungo vya shingo yako. Kwa hiyo inaweza kufungua vifungo. Sasa watu wa Mungu, naomba niwaambie kitu ambacho mara zote mimi kinanipa shida. Nani hapa sikia mtu ananiona? Hapa nimefanya nini? Ili nivue lazima nifanye nini? Sasa unanipa shida sana mimi nikiwa na mtazamo unayeomba. Nafungua vifungo. Nafungua vifungo tena, shetani usikie mimi nafungua vifungo. Ni shangazi yako shetani. Bibi. Leo ambia nakwambia tena uachie tena mwachie mtoto wangu wewe, shindwa kabisa na ulekonya mwenyewe kabisa. Anaongolei na wala alegei, lazima ukaze. Unaposema nafungua, onyesha ishara. Wenzetu wanafanya ishara. Mnafeli wapi? Ukisema napasua, hakuna asiyejua ishara ya kupasua. Tumia mkono wako kama upanga. Napasua, navunja. Sio unasema navunja, tena navunja tena navunja. Wewe sema hivyo mnamoneze atakukomesha. Wao hawana huruma na kwako na maisha yako, wala hawajali wafanye nini. Kwa hiyo na wao ukiwadengulia hivyo wanakunyoosha. Wanafanya nini? Kwa hiyo unapoomba, yani ngoja niwaambie, sisi maarifa tu ndio yanatupa shida. Ndio? Yanatupa shida. Unafikiri kwa nini ufalme wa giza wanatumia ishara sana na wanawini? Wewe nini ya usichoweza kufanya ishara kufungua? Sisi tumepewa mamlaka ya kwamba utakaje kufungua. Wewe unafunguaje? Kwa nini usionyeshe kufungua? Kwa nini usionyeshe ishara kama nafungua? Nafunga kuanzia leo, nafunga na pesa kwa baba. Kwa nini usijua alifanya kununua kufikiria shilingi 1000? Tukachukua kaka. Onyesha ishara. Tunafeli hapa, wanatubudu. Wanachukua wanafunga wanatupa baadhi. Wewe usitupe baadhi. Sisi tulishaachilia maneno, tunafanya ishara tupa. Anafeli. Tena niachie tena imeandikwa atafungua vifungo vya shingo yangu tena. Mbinu anazotumia shetani kufunga watu, au njia anazotumia shetani kufunga, au ninaposema hivyo vifungo vya roho, vitu viko vingi, lakini mimi nafikiri kwa sababu ya muda wetu na nini, hizi siku tulizonazo tutapita kwenye vitu vitatu. Tutapita kwenye vingapi? Vitatu. Jambo la kwanza, vifungo viko wapi? Hivyo tunataka kujinana kwenye ardhi au kwenye eneo. Ardhi ndika hivyo, ardhi au eneo. Kwa hivyo hivyo vifungo navyo vizungumza viko kwenye ardhi au viko kwenye eneo. Jambo la pili, chakula, ule uwagu wa pilau. Jambo la tatu, nguo, gauni, kitenge, tandio, leso.
Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 13. Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa ngapi? 13. Twende pamoja kwenye Biblia tukisoma pamoja na kwa nguvu zote tutaelewana vizuri. Tusome. Ninaona Biblia ngoja nisome mwenyewe. Na pajua hapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Nao walishika sana jina langu wala kulikana imani yangu. Hata katika siku za Antipa shahidi wangu mwaminifu wangu aliyeuawa kati yenu, hapo akapo Shetani. Ninapajua hapo. Napajua unapofanyia biashara. Napajua ofisini kwako. Napajua unakosali. Yaani wewe umeokoka sijakataa, lakini mahali unapokaa, mahali unapoishi ndipo kilipo kiti cha enzi cha Shetani. Nimesema vifungo naweza usivione mwilini, lakini viko rohoni. Ninapajua hapo ndipo kilipo kiti cha nani? Nasema sasa tena hapa, mbona sijaikana imani? Mbona sijafanyaje? Iweje? Sio wewe uliyeviweka hivyo vifungo. Umevikuta. Kuna watu wamenunua maeneo na yaanza kukaa hapo. Maisha yao yakabadilika. Baada ya kwenda mbele na rudi nyuma, mnapiga reverse. Wakati kwa Yesu kuna njia ya reverse, huwa ni mbele kwa mbele. Lakini wewe baada ya kwenda mbele unaona unarudi nyuma. Kuna maeneo tulinunua magonjwa yakaanzia hapa. Kuna watu walinunua maeneo wakajenga nyumba hawakukaa, wakaipoingia wakafa. Napajuka hapo ndipo kilipo kiti cha enzi cha nani? Anasema tena alipouawa yule shahidi Antipa mwaminifu. Kuna vitu vimekufa kwenye hilo eneo, vimeuawa. Wewe upo unaikana imani, lakini hujajua kwamba hapa nilipo pakoje. Tulienda kufanya huduma, tulikuta video vya kutosha kwa wanawake. Wanaweza wakatoka kwa Dar es Salaam, labda ni mtumishi kabisa anajulikana na anasimama kwenye madhabahu, lakini akifika huko hata kama ni yani wamepanga ile nyumba ya nyumba vingi, baba ataama nyumba ile na ataama chumba ile na yani ile eneo limemwagwa roho ya uzinzi. Ukiingia tu uchomoe, lazima unase kwenye roho ya uzinzi. Kwa hiyo ndoa nyingi zikawa ziko kwenye video. Na kama aliacha familia yake huko anasahau kama alishaoana na kuoa kabisa. Kwa sababu gani? Ni roho ya uzinzi ndio inaachiliwa huko. Lakini kifungo huko kweli, kwa kwenye eneo huyu hilo anaenda nayo. Alipoenda kwa alienda kama mfanyakazi. Lakini anafika kule roho ya uzinzi ikamwambia karibu sana. Magonjwa akamwambia karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna miradi imeanzisha kwenye maeneo imegoma imekaa hapo. Unasema kama sijui yani najua Mungu akipenda, alishapendaga zamani kwa maana jinsi Mungu alipenda. Kama yeye alishapenda usilazimishe kupenda na nabii alishamaliza. Haleluya. Ni wewe tu kupata maarifa kwamba kuna namna fulani. Ila Yesu alishakupenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vinavyofanya mwezi wa 6 ni mwezi ilikuwa lakini kitu ya mwezi wa 5 cha mwezi wa 5 sikidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya. Kuna maeneo yamejaa upinzani. Ili hakuna anachoweza kukifanya kikafanikiwa. Tunakumbuka bali ya Danieli sura ya 10:13. Aliomba vizuri mbingu zikajibu lakini kumfikia vita ilikuwa kwenye mkuu wa eneo linapambana linapinga yani linapinga hapa watu wa wasomi watu hapa wa wageni. Kuna mtu mmoja dada mmoja nilikuja kufahamiana naye baada ya watu kufariki. Ilikuwa ni familia bora na sana kabisa huko vizuri. Wakanunua eneo wakajenga nyumba nzuri. Wakasema tunapoingia kwenye nyumba mpya hatutaingia na kitu chochote tulichokitumia.
makontena yetu kutoka bandari, kila kitu kipya kutoka nje. Kwa hiyo vitu vilikuwa ni vipya nyumba. Siku sasa wanapanga vitu vyao wako mle ndani ili kesho sasa yawe na ndugu nini wangu wale chakula. Tunawaka kwa kesho kinanunua. Ni kesho. Asiye kesho kinanunua. Akamwambia pumzika ili hao wamalize kupaa tuondoke. Akapumzika kaenda kupumzika sasa mwanamke yuko biza angalia wanaofuatilia mavitu ni nani. Wamemaliza kusema ngoja tuamshe tuondoke kama kitu kinamuuma tupitie hapa nunue damu. Alikuta kitanda kimeroa damu ya kutoka puani, kimbiza hospitali, kesho jina lishabadilika, anamume tena. Shida nini? Katoka huko vizuri, lakini eneo lile linataka nini? Hakuna mwanaume wa kukaa hapa. Eneo lilikuwa na ugomvi kati ya kaka na kaka mtu. Huyu akamwambia kama wewe ni mwanaume kweli, hili eneo halitakaa likaliwe na mwanaume. Kwa hiyo hakuna mwanaume atakayekaa hapa. Sasa sikia nikwambie, inaposema kwamba hakuna mwanaume atakayekaa hapo, usifikiri mwanaume mtu tu. Fuga mifugo hapo. Majogoo ya kuku yatakufa yote. Kama ni ng'ombe, madume yatakufa yote kwa sababu ni chenye kuzalisha. Baba wa watu wakafa kwa Kenya hajui kichokote kinaendelea. Baada ya kufariki ndipo sasa yule anakuja kuambiwa kinachoendelea kwenye lile eneo, ndio kutuita sasa kwenda kufanya maombi pale. Lakini mjane tayari. Dada yangu mtoto wa baba mkubwa alikuwa na mwanae wa kiume. Sasa yule akawa anajenga kwa siri kibanda. Kana jenga kwa siri. Akila nilia mdogo ni na surprise, yani ni na surprise. Nataka ni wa surprise. Ilikuwa ni mboge yani. Akija ananyanyua na ananiuliza, "Mama mdogo nataka ni wa surprise yani mtashaka." Siku tunafanywa surprise. Tulienda msibani. Amina kwenye ile nyumba ule msimamia mafundi wamalize ili sasa mama wangu waje mama anda anashirika na ndugu zangu ni waita tuwe chakula cha pamoja. Jumba la kueleweka la amani. Nilipangwa tu ngeleza picha kubwa kaweko hapo. Ukiangalia tu nyumba kamera na picha hiyo weko nje unalia mpaka unasikia kuzidi. Lakini eneo ni kwamba hakuna atakayekaa hapa. Sasa nikuulize, wewe eneo la kwako lina nini? Mahali unakosali kuna nini? Mahali unakofanyia biashara kuna nini? Okay, eneo la kwako unakoishi ni eneo lilokuwa na michungwa mingi sana. Kwa hiyo tuko pale nikaanza maombi. Ninaiambia ardhi najipatanisha nayo na kile ambacho sio yani ambacho kinaweza kuleta madhara kwangu na uzao wangu king'oke. Pana ambalo si la Bwana ling'oke. Lakini kana najiuliza maswali, si machungwa tunajua na msitu. Kuna mchungwa mmoja ulikuwa kwenye kona. Machungwa yake huwa ni ubichi wake. Ila tu unakuta mtu yani umejaa muda wote. Machungwa ni ya njano. Sasa ni kama nina ile tabia ya kufanya maombi ya kutembea kuzunguka eneo, natembea nazunguka eneo, sasa nazunguka eneo. Ikiwa ni usiku, unashangaa ule mti. Kuna wanawake wamekaa wananyonyesha watoto pale. Sasa jiuliza, hivi naona sawa sawa au kuna matatizo? Mara ya kwanza nikauchuna nikasema ngoja nisiseme kitu leo kufuatilia. Sema ngoja nirudie karibia. Usiku lakini chaka moja. Kuna mama amenyesha watoto wamezunguka. Amenyesha. Anambia mama, "Umti kuna kitu hapa." Kuna mama mmoja rafiki yangu yuko Mbeya. Kampigia simu, mwombaji kisikia watu kuomba. Siku 21 kavu, hakuna hata kunini. Yule mama mimi wana tunapigana za roho tu. Ndio tuongea mtu amepewa chakula. Amea mtumishi ndio. Akaja siku mwambia kabla nataka
tuzunguke hapa. Kuna kitu ambacho Bwana anataka na wewe. Kama nicho kitu mimi sina matatizo sana, akuonyeshe. Tulipozunguka raundi ya kwanza, ya pili, ya tatu akanishika mkono. Akaniambia, "Hawa wanakuja nawaona." Nikasema hicho ndicho kilichotokea. Kwa hiyo tukaanza kupambana na ile eneo. Michungwa yote ilikauka yote. Mpaka sasa hivi sina mchungwa. Lakini ni eneo lilikuwa na mchungwa zaidi ya 20 kitu. Lakini hakuna ndani yake. Ikafika mahali hata yani ilikuwa ni maombi chini nisema sio ya ukichana, maana sasa tuliomba mpaka nafikiri tunatimiza. Hata ukimuita mtu kama anakando kamwambia njoo nifagilia, atatoka ufagio ni ndio. Kibienda msichana wa kazi kimwambia anakwambia mimi kinama kwa kile naona nyumba inazunguka anakimbia. Kama hana siwezi kukaa na msichana kwa sababu asilimia kubwa sio wote wana mizigo. Kwa sasa anakuja wezi. Ujiulize kwako kuna nini? Kuna nini? Maisha yako jinsi yalivyo unaweza kusema sio, lakini shida inaanzia wapi? Zakaria sura ya 1 mstari wa 18. Na watu wengine Mungu anaonyesha vitu vingi lakini hamtitili maanani. Ni ndoto tu. Ni ndoto. Baada ya michungwa ukauka, nilikuwa nafuta kuku wengi tu kienyeji. Kwa nilikuwa nikichoka yangu nikichoka, nachukua bakuli na mahindi au mchele, nafungulia mabanda na kaa kwenye ngazi, naanza kurusha hiyo. Anakuja ukiwa nazunguka. Siku moja mama mmoja akaja kwangu. Ni mama ambaye alikuwa anamfahamu. Alikuwa ni mtu mzima sana tu. Akaja akaangalia wale kwa anaangalia akasema, "Ndio kuja sasa hivi mnakuwa tajiri, sisi tunakuwa maskini." Nikamwambia nasema, "Ndio kuja sasa hivi mnakuwa matajiri, sisi tunakuwa maskini." Nikamuuliza kwa nini? "Sisi tunakuwa wote." Kesho yake nilikuta nusu ya banda kutoka kufa. Nikasema hiki kitu ni nini? Nikamuita sasa yeye. Alikuwa na mbwa. Na nikana alikuwa hasoma mbwa. Ni watu. Nikamwambia kuna kuku. Akabeba. Kesho yake wakafa tena. Nikamuita akabeba. Mara ya tatu nilibakisha mtetea mmoja na dogo mmoja. Kati ya kuku zaidi ya 80 kitu. Siku moja natoka kwenye jumuiya, nikakatiza nyumbani kwake. Sisi kuna vikuku vile vinakuwa na manyoya yale machachari usio nimetoka nini. Nimesimama. Kakuka dogo nikakuta pale uwanjani kwake nikamwambia, naona umeanza kufuga." Akacheka. Sasa wakati nataka nije kwako unipe kuku. Nikamwambia kumbe huko wakati kuku umewasoma mwenyewe na wamekufa unawaona unakuja kusema. Akacheka akasema, "Unafikiri kuona wamekufa? Mimi ndio ninao. Nipe kuku ile ilibaki wewe kama utakupatia." Nikaamini ndio nilikuwa nakisubiri sasa. Kuku afe tena au waliobaki wawili wakifu na kuja mchana na hivyo hapa kunyonga. Wale kuku wakufa. Kuku yule mmoja alitaka mayai 21 akayatoa yote, ikawa ni mwanzo wa kuanza kufunga. Akaanza kuniogopa. Yaani akaanza kuniogopa. Akiona natokezea huko anapita njia nyingine. Akiona natokezea huko anapita njia nyingine. Huyu ni mchawi sana. Nikasema tunataka kwenye vilinge sasa. Nyumbo zetu zimezidia. Haleluya. Haleluya. Nilifikiri mimi ningechukulia tu kawaida ni Mungu ana kufa. Kumbe shida iliachiwa wapi? Kwenye eneo. Sababu ya mambo ni ngazi zinakosa. Na jenga nyumba mpaka inabadilika inakuwa ya njano. Ndio kwa ushirikiano na njano. Kuna mabinti zangu pale nyumbani nilikuwa nawaambia kiingia kwenye maombi, naambia kuna watu wanaweza kufunga kwa maneno, wanatamka maneno, kwenye biashara yako wanatamka, hauwezi kufanikiwa. Kwa hiyo wao wanafikiri kwa
sababu mimi nishazoea kuomba maombi ya familia ya mama anazungumza. Siku moja binti yule tayari ameolewa, akawa wanaishi Chanika. Akanipigia simu akaniambia, mama, kile unatuambia leo nimekiona live. Na mimi sasa napenda tena ukui huo uharakishe kabla hujapoa. Akasema saa 7 ninatoka naenda ofisini kwangu. Nimemkuta bibi anazunguka kwenye msingi wa mtu anazungumza. Nimemrekodi kwenye kurushi. Ina pesa kulipa na familia. Sasa huo msingi wa mtu. Nasema mtatenga hata mwakani. Kaela leo kapata mara ugonjwa. Mara sisi kitu gani? Kumbe kuna mjamaa kaishapita kaishazungumza, unasahau na kusahau. Kwako kuna nini? Kwenye eneo lako hilo la biashara la nini? Okay. Nilifungua feli, nikaomba, kabla sijapata ajali, nilikuwa najihusisha na mambo ya usindikaji. Kwa hiyo nilikuwa na sembe, lishe, peanut butter, spices, na sindika mwenyewe. Sasa tukafungua feli, tukaomba yule mwenye nyumba tuvunje huu ukuta, tupate sehemu zile yani hiyo tuinywana. Sasa vita ikaanza kati ya binti na mwenye nyumba. Kila siku napokea kesi ambazo sizielewi, nikauliza Mungu, hivi ni kweli hapa huyu binti ana shida gani? Sikumana na Mungu, sasa nijue shida iko wapi, kwa binti, kwa mwenye nyumba, kwenye eneo. Si ukuta umebomolewa huu. Nikaonyeshwa pale tulikobomoa ukuta kuna vigodoro, kile vigodoro vya shule vidogo. Kuna mzee amelala pale, mavazi yamechakaa. Sasa kumbe pale ambapo mimi naonyesha yule binti akifika kabla ya kufungua geti anaingia mbele anapiga magoti pale na ndogo sana. Kumbe vita alionayo kila akienda huwa anawakandamiza. Kwa anawasumbua. Ndio vita inayokia hapa. Sasa ndio nafanikiwa na subiri kufanikiwa, kumbe kuna mzee pale. Ela anachukua mwenyewe, ndio kwenye ndoo anachukua. Ameweka anabeba tu, yeye anabeba. Unasubiri ufanikiwe. Ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Naweza nikakupiga upofu hapo nikakupita na usinione. Nilikuwa nabeba mimba zinatoka tu, nabeba mimba zinatoka naambia Mungu. Na ndio maana nilimwambia jana. Yule ambaye aliniambia bora ningekufa kuliko kupata mtoto, yaani hivyo waje msimani kuliko mimi nipate mtoto, tayari nishakufa. Sasa vita ilikuwa hapo kabla ya kupata wewe, ilikuwa na vita hapa kati. Kuna vita tu ya kutosha. Miongoni mwao ni yule mjini wa kuku. Nikampiga upofu. Lazima yeye yote anayenitabisha. Na wapiga upofu hawataniona, iwe ni mchana iwe ni usiku hawatataka. Nishajifungua na mwezi mmoja. Akaja rafiki yangu sasa kutoka nje kumsindikiza. Nikakutana naye yule mjini akaniuliza, nasikia dada wa umu amejifungua. Unaingia huko? Nikamwambia ndio. Naomba ukienda ukijua mtoto aliyejifungua uje uniambie kama hiyo naishi wapi. Akaniambia naishi nikamwambia tunashika takuja. Ananiuliza mimi habari ya mtu aliyejifungua. Tunaenda katika mwili atufanye vita kwa jinsi ya Mungu. Silaha hizo nazo zina uwezo katika mwili. Shida sisi ni wavivu, watu wa Mungu tulipofeli kwenye ishara, vitu vya pili katika kuzungumza. Yaani unazungumza maneno mawili ushanyamaza. Niliwaambia jana, watu wanaweka hapo mbuzi anatoka kuwa mbuzi anakuwa wewe. Kwa maneno, kwa mazungumzo. Sisi tunazungumza maneno mawili Baba na kushukuru kwa ajili ya neema yako msalabani, asante Yesu umeniokoa. Amen. Ni kweli hajaacha kukuokoa na kuokoa. Mbinguni utaenda, duniani utakula maparachichi. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Tubadilike, tubadilike. Unasema nimedawa ngoja nikifika tu ofisini nitaomba. Sikiliza wewe. Wakati wewe umelala, tunaenda kwa ofisini kwako, kwenye kiti chako, kwenye duka lako mna wanga, wewe unasubiri ufike ndio ngombe. Kwani kwenye ulimwengu wanaoshinda kwenda na kufika. Nikiwa nyumbani kwangu nikatangulia ofisini kama nishaomba. Ndio maana sio hapa lakini
Ile mahali mtu anauliza, tunaweza kupata yani ile ya Samson tunaweza kufunga kwa kifungo gani? Tunaweza kupata kwa staili gani? Tumekutafuta namna ya kuwa tumeshindwa, tumekutegeshia kwenye chakula tumeshindwa, tumeachilia sumu kwenye maji imebadilisha maji. Sasa unasubiri nyonge atakapopanda madhabahuni ndio nianze kuombea maji niumizi. Maana kisha sumu. Unapona wewe. Kwa hiyo jifunze kabla hujafika kaenda kazi kwako, nenda ofisini kwako kabla ya leo. Ombea neno lako, ombea biashara yako. Amrisha wateja. Au ni wateja hawaji hujawaita. Hujawaelekeza mahali pa kwenda, unawaacha tu na mjibu watakuja kwa sababu umefungua. Wewe inaambia nasema nitaiambia Sheba na Kusi sizuie, na kuambia magharibi, mashariki, kaskazini na kusini, hautanyamaza kwa ajili yangu, utaleta wateja leo hapa. Ni wewe umesema umeelekeza, ifanyeje? Hiki. Lakini ukinyamaza, Mungu anaona kwamba hautaki hela, taki wateja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Niliwaambia mfungue kitabu gani? Aliye mwanzo mstari wa 18. Tusome sasa. Asema, nami nikainua macho yangu nikaona na tazama pembe 4. Nami nikamuuliza yule malaika aliyesema nami, hizi ni nini? Naye akanijibu, hizi ndizo pembe zinazowatawanya watu wa Yuda. Sasa watu wa Yuda, weka eneo lako, weka mahali pako pa kazi, weka biashara yako, weka mahali hapa tunakosalia. Sasa mimi nitasoma sasa hivi, sikia tunaposoma. Nami nikainua macho yangu nikaona na tazama pembe 4. Nami nikamuuliza yule malaika aliyesema nami, hizi ni nini? Naye akanijibu, hizi ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Mungu na ndege na Israeli na Yerusalemu. Sasa narudia. Nami nikamuuliza yule malaika aliyesema nami, ni nini hizi? Naye akajibu, hizi ni pembe zilizowatawanya watu wa Mungu na ndege wa wilaya ya Ilala mkoa wa Dar es Salaam. Kisha Bwana akanionyesha wafu wa chuma 4. Ndipo nikamuuliza, hawa wanakuja kufanya nini? Akasema kwamba hizi ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda, lakini ikawa hakuna mtu aliyeinua kichwa chake, lakini hawa wamekuja kuwafukuza na kuziangusha pembe za mataifa walioinua pembe yao juu ya Mungu na ndege ili kuwatawanya watu wake. Kinachotawanya watu kwenye eneo, kilichofanya watu hakuna anayeweza kuinuka, hakuna anayeweza kufanikiwa, hakuna anayeweza kufanya chochote kinatokea. Sasa nauliza, hivi ulivyonionyesha nimeona mwenyewe ndio anavuruga kwa kweli, hata kanisa halijamaliziki, biashara zinazofungwa zinakufa, watu wa Mungu. Mimi jana nilikuwa na waangalia watu wanapokuja kutoa sadaka, naangalia eneo, nikasubiri matangazo. Mimi na uzalifu huo, napimaga watu kufanikiwa kwao ninaposikia sadaka zao wanazotolea Mungu. Tunaweza tukajipanga, tukajirema na kufua kwamba hatuna hela, lakini kuzimu ikatukamata kwenye ishu ya kumtolea Mungu wetu, kwa sababu inajua katika kumtolea Mungu ndio kufanikiwa kwetu. Sadaka mnazotoa na jinsi mlivyo ni vitu vilitofauti. Na kinachotawanya watu na kilichokaa hapa. Jana niliwaambia tuko kwenye wito wa Mungu, tunaomba mtu anaomba Mungu hapa tunaomba. Na wananirushia mishale na waona. Nikasema wewe, watu shafanya kufufuka. Tunasubiriaga tu nyakuo. Haleluya. Kabisa mimi niwaambiaje na mbele hivi, usijitabishe na kuangaika na mimi, yaani usijitabishe. Usijitabishe, kuna jambo moja ya minister kama nini mtu tu anayepambana na wewe, muone nimwambie ndugu yangu acha, yaani achana na wewe, kwa sababu hata ikibidi kulala nje hapana na lala kwa ajili yako. Nikamwangalia aliyekuwa anaroga jana. Nikamwambia. Sasa kule niliwaambia jana kwamba tulimsindikiza mpaka nikaenda kusindia kabla. Alipopambana na mimi kama
imeshindikana, akatuma kwa Mungu kumwona. Nimekaa nikaletewa picha ya jeneza, naona watu wananibeba, naona picha hapo, sielewi picha ya mwanangu ndio jeneza. Nikasema waacha Mungu leo mimi mjane leo, hapana. Kwa kweli tusidanganyane, sitakuwa mjane mkelezi, hapana. Mungu umesema itakuwa siku hiyo nitarudishia baba nyumbani wao waliofanya katika Ukaldayo. Kwa hiyo kumbe wewe unawarudishia siku yenyewe ndio hii ya leo. Yaani leo hapa kwenye msingi mauti inapotokea, na mimi nageuza pandacho mtu ndicho avunacho, kikombe wakinywea amesema wachanganishieni na kuzidi, nami nakoroga kwenye kikombe chao cha mauti wakakinywea wao wenyewe kwa jina la Yesu. Nilipita na kwenda kanisani kama wewe ulivyokuja hivi. Ninarudi nilikuta maiti milala sebeni na akiwa tunakusubiri uombe, nilikatiza kama sio wewe. Sindana ni mjane. Muone na kwamba kikombe kitamu uchungu. Shida ni sisi tunafeli. Hapo nilianza kulia, baba nimeona, mama, nakataa mjane. Yesu nawarudishia. Sio mimi niliandika, neno aliyetuma ndio hilo, na naangalia atulize. Amesema wachanganishieni na kuzidi kwa kipimo walichowapimia. Wachanganishieni na kuzidi. Akikupa kilo moja mpe 10. Amen. Kama wahurumia, amesema usimwache kuishi wewe, unamwacha kwani shingana. Sasa nataka nikuondoe katika hali ya mnyonge. Ni kweli ziko pembe zinazotutawanya. Ni kweli tumefanya hakuna anayeweza kuinuka, hakuna anayefanikiwa, hakuna anayefaulu. Watoto wetu wanaharibikiwa. Idadi yetu imeganda, iko pale pale. Tunaweka bidii kubwa lakini matokeo madogo. Anasema nimewaona wafu wa chuma. Nataka unolewe wewe mfu wa chuma katika semina hii. Unapotoka ukiatilia mabao, wanasema tulitazamia kuona anakufa. Wanakuwa unatoka unapita upande wa pili. Haleluya. Shida wao wanashaka kulia. Mungu ana shida na machozi yako ya shida. Ana shida na machozi ya kumwazimisha na kutukuza. Na wala hata kuongea kwa sababu umelia. Samueli wa kwanza nafikiri sura ya 30. Mstari wa kwanza na watano. Daudi na watu wake wakatekwa, wakazaa, wakachukuliwa, watoto wao wakachukuliwa, mti ukachoma moto. Wakakuta vitu vyao vyote vimesombwa, wake hawapo, watoto hawapo, wakaanza kulia. Mpaka wakafika mahali hawana uwezo wa kulia tena. Kilio chao ambacho kipelekea mpaka kuikwe, hawana kulia tena, hawana nguvu. Akikuwarudishia watoto wala wake. Sasa Daudi aliposema sasa hapa tushalia tunafanyaje? Akamuita mtumishi wake, niletee na hii hela. Lakini akamwambia kavana hivera, akamwambia kama Mungu nilifuatie. Mungu akamwambia nifuatie, hakika utawapata. Akaenda akaingia kwenye maombi, akasukuma, wakajisukuma jeshi lake, wakaenda wakachukua, wakatulisha watoto wao na wake zao. Pendwa mtu wa Mungu, hakuna atakayekurudishia biashara yako, watoto wako, kazi zao kwa kuwa umelia na umeeleza sana. Hapo inatudi pale utakaposimama. Mungu anasema wakati utakavyosema yeye ndivyo atakavyotenda. Unataka kufanyia nini? Yesu aliwakutana nao wote wagonjwa, anawauliza unataka nikufanyie nini? Sema mwenyewe. Sije ukapona ukasema mimi nilikuwa natamani kuendelea kulala hapa. Sasa hivi tuna Wakristo wale wa Yohana 5 walishwe. Ndio tunao. Wale wa Yohana 5 yule aliyekaa kwenye miaka 38. Ndio Wakristo tulionao. Yesu anakutana naye. Unataka kuwa mzima? Unajua nini? Yenda nitahidi sana kila pambana yani nifungue biashara. Yani wananinukia ni wale. Hata hapa mtaani kwa kweli sielewi. Ya kwa kweli mimi nataka kuwa mzima. Unajua najitahidi nitakia kwenye birika na nakuja mtu mwingine na mwingine. Mimi sina mtu wa kumtia birika. Shida yako siku zote ulikuwa unataka nini? Sisi tukukusaidia ni kama hivi. Sasa leo kuna siku ungesema Yesu leo umeniona. Huyu kumbe amekuja nisaidia kuingia. Unaanza maelezo tu mengi. Ana mtu unataka kuwa mzima. Sasa ndio hapana. Unataka kuoga. Shida ndio tulio wa Kristo. Na ngoja nitaenda tu nichukue maji. Ngoja sitaenda nichukue sabuni. Wewe chukua sabuni, chukua mpaka na mafuta ya moto, chukua na samaki, chukua vyote changanya. Havita kubadilishia hao wanaowatawanya mpaka utakapopata akili
kuondoa matatizo anaongeza matatizo. Wewe ni mfu wa chuma. Wewe ni mfu wa chuma. Usidharau. Usidharau. Usidharau hiyo neno lako moja tu. Jana niliwaambia hapa, wewe usihangaike. Yohana amesema Marko, Luka, Mathayo, ili mradi uwe na silaha za maangamizi. Nikisha tulia nikimaliza vita na nijiulize, hivi ile risasi niliyofyatua pale ilikuwa namba 2 au namba 3? Lakini nikitaka nianze kukumbuka, sijui Luka amesema, kumbe nimesema uongo, sivyo inavyosema. Shetani anasema yeye umemuona, maana ni mshtaki wangu, kila siku anaenda kunishtaki. Hiyo Marko iliyotaja kumbe sivyo neno linavyosema, lakini neno linalijua. Kama ninalijua nitalifiatua hilo hilo. Habari za Yohana, Marko, Luka aliandika, nitakutana nayo baadaye. Kwa sababu mimi sioni ambapo Yesu alikuwa akijaribiwa. Anasema Isaya, anasema sijui Yeremia, sijui Nehemia, Sisa. Alikuwa anamshinda shetani, anamwambia imeandikwa, 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 nitasimama na imeandikwa. Shetani sikia, imeandikwa, mtu ataishi kwa mkate, itaishi kwa neno la Bwana. Imeandikwa, kwa kila kazi kuna faida. Leo biashara yangu nitauza na nitapata faida. Watoto, mimi ni kichwa wala sio mkia. Haleluya. Nasubiri sijui imeingia ngapi sura ya 7. Kupata 7 hii. Haleluya. Haleluya. Wewe ni mfu wa chuma yani. Ili unajitazama, sivyo mbingu zinakutazama. Kwa wewe wanasubiri angushe kuta hapo moyo. Haleluya. 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 Sawa. Twende. Kitabu cha Yeremia 29, tumezoea sana. Yeremia 29. 22 sorry. Yeremia 22 mstari wa 29. Ni wapenda. Sije mkaama mapema. Ya rohoni ya kwenye nini? Ya kwenye ardhi au kwenye eneo. Sawa hawa walioinuka, hizi pembe zilizoinuka ina maana haziko kwenye ardhi. Ndio ile kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka wakuu wakiza mapepo wabaya kwenye ulimwengu. Sasa hii Yeremia inasemaje? 22 mstari wa 29. Anasema hivi, nchi, sikia neno la Bwana. Bwana anasema hivi, andika habari za mtu huyu kwamba na watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika uzao wake atakayefanikiwa akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi wala kutawala tena katika Yuda. Naambiwa nini hapo? Ni ardhi naambiwa iandike habari za mtu. Na umeenda umenunua eneo lilishalibiwa kwamba hili eneo hakuna atakayefanikiwa atakayekuja hapa. Hakuna atakayejenga atakayekuja hapa. Hakuna atakayezaa kwenye hili eneo. Kwa hiyo hata kama anasema hakuna atakayefanikiwa, hakuna ana watoto, ina maana hata ukifanya biashara haizai. Si una watoto. Maana kuzaa na kuongezeka tulikuambiwa sio tu kuzaa watoto wa mwili, hata biashara atakayofungua hapo izaa iwe na matokeo. Lakini hali ilishaambiwa sasa ya habari kwamba mtu atakayekuja kukaa hapa asifanikiwe. Na wewe ndio umefungua hapo ndani. Utakopa mpaka kausha damu, unakamata unawakimbia, hela zote zinapotea. Kwa nini umeziweka kwenye eneo ambalo ina habari za watu wasifanikiwe? Haleluya. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Yesu. Aya, hapo Yeremia sasa. Hiyo sura ya 51. Asije kasema vitu vingine wakasema mtumishi mmoja ndio kutoka hapo Kiingereza umeleta kwetu. Sasa tusome hapa. Yeremia 50 ngapi? Tusome kwanza mstari wa 59. Neno la Mungu linasema, neno ambalo Yeremia nabii aliyemwamuru Seraya mwana wa Neria mwana wa Mesaya alipokwenda Babeli pamoja na Sedekia mfalme wa Yuda
Katika mwaka wa 4 wa kumiliki kwake, basi Seraya alikuwa msimamizi mkuu wa nyumba ya nani? Napenda tushirikiane kidogo, sawa? Kwa nini naongea sana na kwa nini nataka tushirikiane? Inakusaidia sana wewe kwenye kuomba, kwa sababu kadri unapozungumza kuna vitu unapata ndani yako. Yaani kuna ufunuo unakuja hata kwenye kuomba huwezi kusahau. Sawa. Seraya alikuwa msimamizi mkuu wa nyumba ya nani? Alikuwa msimamizi mkuu wa nyumba ya nani? Alikuwa msimamizi mkuu wa nyumba ya nani? Nyumba ya kwako inasimamiwa na nani? Sasa wewe kwenye mtu unaenda kwenye roho. Sasa wewe nyumba ya kwako inasimamiwa na nani? Unajua anayesimamia nyumba yako? Habari za Yusufu tunazijua. Tunazijua. Yusufu alipoota ndoto nini? Farao alipoota ndoto akataka kutafsiriwa ndoto zake. Mshahidi alikuwa amemsahau, lakini siku ile akamkumbuka kwamba kuna mtu kule anaweza akaletwa akatusaidia. Ameenda ametafsiri ndoto akasema tafuta mtu mwenye akili anaweza kufanya mambo moja mbili tatu. Mfano akasema tupate wapi tena mtu kama wewe? Mwenye roho wa Mungu ndani yako, tupate wapi mtu kama wewe? Nataka ni maneno yanayofuata baada ya kwa neno lako wewe. Neno la nani? Neno la nani? Neno la nani? Anayezungumza ni Farao. Anamwambia Yusufu, kwa neno lako wewe Yusufu, watu wangu mimi watatawaliwa. Watoto ni wa kwako, biashara ni ya kwako, inatawaliwa na nani? Kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Hakuna atakayeinua mguu wala kusogeza mpaka kwa neno lako. Mimi kwenu nimetawaliwa na nani? Anayeamua maisha yetu ni nani? Andika hapo Yeremia 47:27-29. Nasema mtajua ni neno la nani? Mtajua ni neno la nani? Neno langu au neno la kweli? Yeremia 20:44. Yeremia 44. Andika tu utaisoma hiyo baadaye, nataka nimalizie hapa tunachokitafuta. Nimekuchanganyia tu Yusufu ili uelewe ninapozungumza. Yusufu ametafsiri ndoto, anafikiri akimaliza kutafsiri ndoto anarudi wapi? Gerezani. Farao anasema hapa hakuna mwingine tunaweza kumpata anaweza kufanya mambo kama haya kwako. Lakini sasa kwa neno lako wewe, kwa neno la mtu, kwa neno la yule mchawi, kwa neno la yule mganga anayekaa kwenye mtaa wetu wa mambo ya mengine, watu ni wa kweli, ni wa Mungu, lakini wanatawaliwa na yule. Akisema leo watu wote wanafanikiwa, mtafanikiwa. Akisema watu wote leo ni kufeli, mtafeli. Kwa sababu ndiye anayetawala. Na kitakachokujulisha ni neno la nani, tutakutana nalo sasa kwenye hiyo Yeremia 44:27-29. Anasema mtajua neno la kwangu au neno la kwenu pale mabaya yatakapoanza kuwapata, ndipo mtakapojua, kwa sababu nimewazia kuwaletea mabaya wala si mema. Kwa hiyo kitakachokupa kujua kwenye mtaa unaoishi neno la nani natawala, nini kinaendelea kwenye mtaa wenu? Bila ya pombe wa kutabaki hivi kujiuza, takataka tupu, vijana watoto wanabadilika ovyo, neno la nani natawala kwenye eneo sasa? Kashetani kupitia yule mganga na mchawi anayekaa hapo. Neno lako watu wangu watatawaliwa. Farao si ndio mfalme? Si mtawala? Lakini yeye neno lake halina maana. Yaani anasema hata kwenye nyumba yangu, yaani kwenye nyumba yangu tu mimi ndio kwa mkuu, lakini kingine kwenye swala la nchi ni wewe. Ukisema watu wote lala saa 2, wote walala saa 3. Kuna ni saa 1 za jioni asionekane mtu ambaye jana mambo vipigwe neno lako. Nimepata point. Sasa nikakuwa rafiki yangu mzuri. Ni kwa neno la nani nyinyi mmetawaliwa? Nani ameamua maisha yenu yawe hivyo hivi? Ni nani ameamua? Yaani kwa hivyo kwa sababu nani alizungumza? Kuna familia moja waliolewa wanawake watatu. Ilikuwa familia ya kichifu.
Mama mmoja akawa anazaa watoto wazuri. Na sio tu kuzaa watoto wazuri, alikuwa ni mpambanaji, anajituma. Kwa hiyo mfalme akawa anaegemea sana huko kwa huyu mchapakazi. Wale wawili wakaona wivu, wakasema wewe unapendwa sana. Wakaanza kuwaua watoto wake wanakufa. Siku moja watoto wake wanacheza wa miaka 11 na wa miaka 7 wanacheza nje kama hapo kwenye dirisha likachomoka likawapiga wakiwa hapo, wakafa wote wawili wa kiume. Haikuishia hapo. Mke mwenzake mmoja akamfuata akamwambia, "Sikia, kwenye malango yako au hata uingie mkono wa mkono." Sasa umesikia? Kwenye malango yako hautaka uingie mkono wa nini? Ina maana watoto wako wote hawataka waolewe wewe. Ikawa hivyo, kabisa wote wamezalia nyumbani na wameumbika kisawasawa. Wote wamezalia nyumbani wote. Atokea mtoto wa kiume akawa amezaa mtoto wa kike, yani mjukuu sasa kwenye ile familia. Yani binti ni mrembo, tuka namwambia tuombe uolewe. Anasema nitaolewa kama nani? Atifamu sawa jawe. Msio watu wa kuzarau fungo usiwezi kakazo. Kwa hiyo ishadarawa chaona sawa tu. Ishadarawa hivi. Akatokea binti mmoja kwenye ile familia. Akasema hapana, nataka ili agano limjike kwenye hama nao. Kwa hiyo tukashikana tukaanza kuomba, tukaomba maombi yote, tukavunja, tunabomoa sadaka, tunatoa, tunani. Mpaka tunazikia sadaka za kujimaliza, tukasema na za kujipurupua na za kujikamua. Tukaenda sasa kutoka kwenye ishu ya kuomba, tukaenda kwenye pili hizi. Baba tukafeli wapi, tumeishia wapi, mbona mtoto mbona? Kila naye kuja naona sasa huyu babaraba na mwelekeo sasa anaonyesha na kia kwamba mwezi fulani tutakwenda kwani. Hiyo naona discourse yake tu tunafanya kwa baadaye. Baada tena tunaomba. Mimi napenda chini ndani tunaanza kuja baba tumefeliwa. Hata roho na kufa alipokuja kutuambia maneno. Sasa maneno ya wapi ndio tunaenda hapa? Nikamuuliza mama wa yule binti, kuna maneno gani yanakusumbua? Yaani kuna neno lolote kutamkiwa linakupa shida sana. Sijui hata roho zangu naelewana na bibi yangu mjonge na bibi. Si watu wamefanya sababu mimi nilikuwa kaenda ile bibi ambaye sasa alienda mkio. Si watu wamefanya kuita. Yule bibi alikuwa ananipenda. Hata akigoma kwa kumwambia tunampigia mama fulani. Nasema usimwambie. Pongea simu anaanza kuniambia uko wapi mpenzi wangu rafiki njia gani mkweli. Na mimi nikamwambia na njia hiyo nikamwambia kawimbo nikamwambia kuna kitu gani kinakusumbua, yaani kuna neno gani ukikumbuka leo tunatoa linakuwa akaanza kulipa story. Kwanza anasema wewe ndio mjanja wewe. Kwa maneno yangu umeelewa. Kwa nini naanza kuchokonoa kidogo akanianzia issue. Kwa tulipo tu tukaanzia hapo sasa. Tukaanza kushughulika na hayo na neno, tukaanza kubadilisha inaandikwa neno hili litakuwa wala litasimama. Baba alionyesha kuwa na limesimama. Tunabadilisha baba madhara yote aliyopata watu waliotangulia. Tukaanza kuomba kuondoa madhara, kumfungua yule binti. Shetani alipojua kwamba tumejua njia, akamfunga binti. Kufika kwenye siku za haja ya wanawake, ile mambo haitoshi. Aenda hospitali, daktari akamwambia unajua upate mwana mzazi ishi na hiyo itaisha. Alikaa chini akanyosha miguu akamwambia Yesu, niko tayari kufa bila kufanya hiki kitu ikiwezekana usiponiondolea muda huu. Leo hii ninapozungumza binti aliyetoka kwenye malango kwa vigelegele na shangwe na nderemo, binti ambaye ana mtoto tayari ana miaka ya 9 sasa, lakini aling'ang'ana, ilikuwa sio kidogo katika kukata tamaa. Na alimwekea Mungu na dini, usimwombee bibi yangu mpaka nitakapovunja ile agano. Ninasimama kama kuhani na Esta wa familia ya kwetu. Ninasimama kwa sababu akichoka kukata tamaa, Roho Mtakatifu anamletea picha. Na vizuri limepambwa vizuri maua, bibi yake amekaa pembeni. Kwamba tunamsubiri kumchukua, kwa hiyo kama umechoka tumchukue. Anaomba toba, tunaanza upya. Anaomba toba, tunaanza upya. Na Mungu alikuwa mwaminifu. Alitoka kujifungua siku ya Jumatano, mtoto wake wa kwanza. Ametoka kujifungua, ametoka hospitali, amepitia pale kwa bibi yake. Akamshikisha yule mtoto sasa aliyevunja ile agano.
bibi yake Jumamosi akalala akainuka tena. Kwa hiyo aliondoka, tulipokuwa tunamsifu Mungu, hasira ile kuona agano limevunjwa kwenye makuu yake, na Mungu akatusikiliza mpaka binti akapata na mtoto, ndio akalala kwa amani. Lakini asingejua kama maneno yaliyotamkwa. Sasa ni kwa neno la nani? Ilikuwa ni kwa neno la mama wa kambo, ni kwa neno la mke mwenza, ndio lililoamua watu waishije. Sasa ni kwa neno la nani kwani? Na mshahara mshiriki. Tulioajiriwa maofisini, anaweza akawepo boss, lakini unakuta kama mtu tu ukafuatiliaji tu kutoka na sauti ofisini, yani akisema sawa tu. Na sasa huyu mtoto tumeona kitego gani jamani? Na tuelewe. Lakini ndio anayetawala sasa ndio eneo. Ndio anayewamiliki. Haleluya. Amen. Kama unaniangalia kama mimi. Na niangalia kama mimi. Na niona kweli. Mtu kuungana mkono namna hii kama topo. Kuna mtu sindano inamchoma vizuri. Kuna watu wanaelewa kabisa. Tunatamani kufunguliwa. Sasa baada ya kusoma mpaka hapo mwisho, mkasema ni nini nilileta Mungu leo. Hiyo Yeremia ambayo tulikuwepo tunasoma hiyo. Hapa nafikiri tukishia tu hapo kuomba, tutaomba kesho. Nataka tulale hapa, mwenzetu narudi Mwaningoli sijafika. Haleluya. Wa Mwaningoli na mje na Mwaningoli tuombe. Anasema naye Yeremia akaandika. Kumbuka tumesoma kwenye Yeremia 20 ngapi kule? 22, 29 ziliandikwa habari za mtu aliambiwa iandike, sio? Yaani ina maana itunze kumbukumbu. Ina maana hadi zikitunza kumbukumbu, hiyo ardhi sikiza sasa nikwambie. Ikitunza kumbukumbu, hata vitukuu vyako kama zilisema kwako, hata vitukuu vyako vitakutana na hiyo habari. Au kiama ukatoka Tanzania kwa kuishi Marekani, ardhi inafanya kazi kama tunavyocheza na kompyuta. Inatoa taarifa kila mahali. Nikiwa Marekani, nikiwa wapi, nikiwa kwetu kijijini kule nilikotoka Uswekeni, nikiwa Dar es Salaam, tukiingia kwenye internet tunapatana vizuri, sawa? Ndivyo ardhi inafanya kazi. Usije ukakimbia ukasema hapo kwa Dar es Salaam imenikataa, ngoja niende sijui Sumbawanga. Ardhi ina habari zako. Tumesoma asubuhi ya Ayubu 28 mstari wa 22 na 23. Nasema wale vifo na mauti usema tumesikia habari zake kwa masikio yetu wenyewe. Kumbe zilisikia kwa nani? Zina taarifa, iko vizuri taarifa yako. Wewe taarifa unaongea taarifa moja tu, mafua yanashika. Lakini kuzini na taarifa zote za kwako, tumesikia habari zake. Sasa unaenda Sumbawanga anaanzisha biashara, sema tunazo habari zako. Wewe sio kufanikiwa. Wewe sio kufanikiwa. Haya. Asema naye Yeremia mstari wa ngapi? Mstari wa 60. Na Yeremia akaandika katika kitabu habari ya mabaya yote yatakayopata Babeli. Sasa ondoa Babeli jiweke au weka mtaa wako. Maneno haya yote yaliyoandikwa juu ya Babeli. Na Yeremia akamwambia Seraya, utakapofika Babeli, utakapofika Mungu la ndege sasa, utakapofika Mungu la ndege ndio ishafika. Na Yeremia akamwambia Seraya, utakapofika Babeli basi angalia uyasome maneno hayo yote, ukasema Bwana umenena habari za mji huu, habari za eneo hili, habari za familia hii, kwamba hautakaliwa, utakatiliwa mbali, usikaliwe na wale yote, wala wanadamu wala wanyama, lakini uwe ukiwa hata milele. Usikaliwe na mtu, biashara utakazofanya ziharibike, chochote utakachokifanya hapo kife. Sio tu wewe, hadi wanyama, mifugo, kuku wako, nguruwe. Kuna bibi nimemwona mama anafanya kitu tunakuwa naye Mwaningoli. Bado amekuwa msichana. Leo amekuwa msichana. Ndio kweli. Kweli Yesu anajua kulinyoa. Mpe Yesu makofi kabisa. Kweli mimi niwaambia ukweli, muda wote nikajua labda ni mwanae. Kwa sababu mimi nikijaga Mwaningoli naona amejifunika.
Hivi ndio ulichukuliwa na mambo yako wakati kabisa wakati ndio wewe. Kwa Yesu analinyo. Haya. Asema ukasema Bwana umenena habari za mji huu ya kwamba utakatiliwa mbali usikaliwe na wewe yote wala mwanadamu wala mnyama, lakini wewe ukiwa hata milele. Tena itakuwa utakapokwisha kukisoma hicho kitabu. Utakapokwisha kukisoma kitabu hicho utakifungia jiwe na kukitupa katika mto Frati. Na utasema sasa ndio nataka niwaambie kitu kilichokuwa nawaambia cha ishara ambacho mnafeli wa Kristo. Mimi ni Kristo ambacho tunafeli samani kwa sababu na nini. Asema hivi, itakuwa utakapokwisha kukisoma kitabu hicho utakifunga nini? Jiwe na kukitupa wapi? Sasa sitoe tu kitabu. Weka kizazi, weka sijui nini miguu mikono. Aya, nawe utasema alipokuwa akifunga kile kitabu akawa anakifunga amenyamaza. Alisema haya, ndivyo utakapozama Babeli. Wala hautazuka tena, yani hautainuka tena, ndio tumekumaliza. Kwa sababu ya mabaya yote itakayoleta juu yako. Nao watachoka maneno ya Yeremia yakifika hapa. Hayo ndio maneno yaliyokuwa yakizungumzwa. Yaani huko upande wa pili wanaitaka manuizo. Wanaachilia nini? Manuizo. Kile kitabu kimeshaandikwa na kifungia jiwe. Ndipo tunapofunga fulani. Yaani ndipo tunapomaliza. Hakutaka uruke tena. Hakutaka ufanye. Hivyo vifungo vimefungwa. Viko kwenye eneo. Wao wanafungua biashara. Na angalia kitabu kilitupwa wapi. Wao naomba maombi ya Baba na kushukuru asante sana umeniokoa. Haleluya sana tena kujua kweli yaani wewe ndiye Mwokozi. Amen. Kitabu kiko wapi? Kwenye mto. Sasa mto wapi? Amepeleka sisi baadhi ya Hindi, sisi amepeleka ziwa Victoria, sisi amepeleka ziwa Nyasa, sisi amepeleka wapi? Ndio kitabu kilichoandika habari zako ndio kilicho. Kuna siku niliuliza wanawake, ni vipi umechukua karatasi ukaandika majina ya watoto wako karatasi zako kaanza kuyasema? Wenzio washayachukua ya wanao wameshayasema zamani, wewe hujasema. Kwa maana wanawake wana mzigo wa kuombea watoto. Yaani na mzigo kabisa na yake na mzigo kabisa wa kuombea watoto. Kesho nimekufikisha zawadi. Haleluya. Haleluya. Ngoja tusome mstari wa mwisho. Hapa nimezungumza habari za nini? Za mto na vitabu vilivyoandika habari ya mabaya. Na watu wakiasikia tu mabaya kama anasikia tamasha. Twende tena. Kitabu cha Yeremia sura ya 19. Sasa hapa palishiweka tupigia simu kwa mwinjilisti, tupigia na simu kwa mchungaji tuombe ruhusa ya kitendo tutakachokwenda kukifanya baada ya kusoma mstari na maombi ya maana zao maombi tunayafanya kesho. Yeremia 19 tumefika. Tumefika. Anaanza kusoma. Bwana akasema hivi, enenda ukanunue gudulia na mfinyanzi. Gudulia ni nini? Tunawaya hapa. Tunawapenda. Wapi? Gudulia ni nini? Gudulia ni nini? Kuna kidogo cha mfinyanzi watu wa Mungu wao na nyingi kutoka kabila zetu. Gudulia ni chungu. Kuna dumu la mfinyanzi kweli. Au ndio nimesoma vibaya. Nasema hivi, Bwana anasema hivi, nenda ukanunue gudulia la mfinyanzi. Ukachukue pamoja nawe baadhi ya wazee wa watu na baadhi ya wazee wa makuhani. Ukatoke uende mpaka bonde la mwana wa Inomu lililo karibu na mahali pa kuingilia kwa lango la Mungu la ndege la Vigaya. Ukahubiri huko maneno nitakayokuambia. Ukaseme, nisikie neno la Bwana enyi wafalme wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu. Sasa haya majina toa weka mitaa yako na mahali hapo. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, angalia nitaleta mabaya juu ya mahali hapa ambayo mtu yeyote
akiyasikia habari yake masikio yake yatawaka, kwa sababu wameniacha mimi, nao wamepafanya mahali hapa kuwa mahali pageni. Nao hapa wamefukiza uvumba miungu mingine wasioijua, wala wao wala baba zao wala wafalme wa Yuda, wala nao wamepajaza mahali hapa damu yao wasio na hatia. Sasa kwa sababu ni pale kuna mtu wetu naona mwenyewe, ngoja niende mpaka mstari wa 10, wewe huko utasoma mwenyewe. Nasema hivi, ndipo hapo mstari wa 10, utalivunja gudulia lile mbele ya macho ya watu wale waendao pamoja nao, na kuambia, Bwana wa majeshi asema hivi, ndivyo nitakavyowavunja watu hawa, wale waliokuwa wanaturoga jana, ndivyo nitakavyowavunja watu hawa na mji huu, kama mtu avunjavyo chombo cha mfinyanzi kisichoweza kutengenezwa tena na kuwa kizima. Nao watazika watu katika Tofeli, hata apata baki mahali pa kuzika. Maneno sio mimi niliyeandika, sio mimi niliyefanya. Ezekiel anasema Mungu yuko kinyume cha enzi zao. Hayo leo kutana nayo, kumbuka kitabu kimeandikwa, kimeenda kimetupwa wapi? Kwenye mtu. Na maana uchawi umefanyika, umeshatupwa mtoni. Hapa anasema achukue chungu, vunja. Ni ishara hizo unaambiwa ufanye. Ni ishara, kanunue, vunja. Ukivunja unasema ndio nao wavunja hao wanaoturoga, hao wanaosababisha tusiinuke, watu wasifanikiwe. Naposema watu wanadina nafsi za watu, wanachukua nafsi, wanafunga kwenye jungu, wanafunga kwenye biashara yako imefungwa, picha zako zimechukuliwa. Huyu aliyeenda kuuliza mtu wa kabila langu kwamba wanaweza kunifunga kwa namna gani, wanaweza kutumia niko ya kabila langu kuniweza, Roho Mtakatifu alinifunulia kitu alichokuwa nakifanya, nikawatai na mimi. Kabla hawajatekeleza, yani wanatafuta mimi ya kutekeleza, Mungu akanipa maarifa, nikaenda mahali kukimbia mahali siku 3. Aenda na mimi nikafumua, kumbe ndio umetengenezea mazingira ya kuwa kicha. Sasa wanawanga hii kitu ambacho tulikuwa tumetengeneza mbona ndio ilikuwa ni kombora na mwisho amefungaje. Kumbe wao wakiwa katika kuwaza roho Bwana ishafunua na shatangulia mbele. Haleluya. Wanawaza tuwe vijana sio leo tunatongoza. Wanawaza waone majeneza yanaletwa tusiku, wanatukuta tumbo tu. Kama tunawezaje? Kama tumechukua mchake yani kile mtu hapo ndipo utanisamehe sana ukiniambia kwamba wasanii wajua walitendana. Mtu amesafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Ziwa Nyasa, nimepeleka picha yangu ameitoa Facebook. Niambia ni msamehe kwa shida. Picha wanasifia wana kesho asubuhi. Ndio mpaka nimalize cha Yesu. Haleluya. Haleluya. Sasa wewe unaishi kufanya ishara wakati wewe unafanya ishara. Ndio nimekwambia utashinda hata kufunga 1000 kweli. Ukakaa nayo ukapiga maombi ukasema kama ninapofungua hii kufuli bila kufungua vifungo vyote na ninapofunga ndipo nafunga mateso yote yangu. Wao wanakumundu kwa stahili. Sema Mungu yangu. Kesho ndio mapema tuombe, leo tuombe. Sasa tuombe satoka saa 2 na mimi siwezi kuomba dakika 2. Tumshukuru Mungu. Kesho ndio tuombe, tutakwenda huko kwenye maji yao, kwenye maziwa, kwenye madini tutakwenda. Tutapasua viungo vyao vyote, chupa tutazivunja. Vibuyu vyao vitapasuliwa. Sasa hapo ushapata picha. Nani ambaye yuko hapa anaenda kwa mwana wa Mungu? Yaani unapatiwa kwa mwana wa Mungu, sio kama kulipa kwa. Ndio mimi nenda. Naje. Nafikiri tumetokea karibu. Nenda. Kwa hiyo mganga kuna nini? Hivyo viungo wanavitumia kwa waganga. Hivyo vibuyu wanavitumia kwa waganga. Hayo mailizi wanatumia kwa waganga. Hivyo matumbuli wanatumia. Bona mwenye yako ni kulipua na mauchawi majini na vifungo vilivyofungwa kwao. Ninapokuambia habari za Mungu, kazi yako, ndoa yako, watoto wako wako kwenye chungu.
Lazima ulikuwe moto. Pambane. Haleluya. 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 Najua wapo washirika wenzangu hao waliowahi kwenda mpaka kujipanga kwa kikoroga kabisa. Ionekane tu mimi tu ndio niwahi kwenda na wewe. Na wewe umeenda sindani. Ino mkono wako mbele za Bwana, tumshukuru Mungu kwa ajili ya neema aliyotupa siku ya leo. Tutaomba, msichoke wala usikate tamaa kwamba mbona leo sijaomba, kesho njoo mapema tuombe. Leo turudi nyumbani mapema. Sasa hivi saa 2 kasoro. Sio kafikiri ni mapema, saa 2 kasoro. Tushaikata nusu tayari. Sema ni Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa ajili ya neema ambayo umenipa. Kulisikia neno lako. Maana imeandikwa, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sisi tukikataa maarifa, na wewe unatukataa. Baba, sisi watoto wako tumeyakubali maarifa. Ndio maana tuko hapa tukusikia Roho Mtakatifu ukisema na sisi, kwa kuwa imeandikwa, neno lako halitakurudia bure, bali litatimiza makusudi yake uliyolituma kwalo. Ninachokijua, neno hili halijaja bure, limekuja kwa ajili yangu ili kunifungua kwenye vifungo vyote nilivyofungwa rohoni, mahali popote nilikoshikiliwa, nilikowekwa, nilikonaswa, ili uniweke huru kwa jina la Yesu. Mungu wa neema, naomba mkono wako wenye nguvu niweze kufunguliwa. Roho yoyote ya kunizuia, kila kinapoinuka, kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu, mawazo mabaya, ninayafunga kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa, tutakachokifungua duniani na mbinguni kimefunguliwa, na nitakachokifunga hapa duniani na mbinguni kimefungwa. Ndivyo ninafunga roho yoyote iliyotumwa ili kunizuia nisihudhurie kwa dhambi juu ya maisha yangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Bwana Yesu, maana utanifungua na kuniweka huru, kwa kuwa imeandikwa, Bwana akiniweka huru nitakuwa huru kweli kweli. Nitakuwa huru mimi na familia yangu na uzao wangu na uchumi wangu na ardhi yangu na kila kitu cha kwangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Yesu, kwa sababu utaniweka huru kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, nenda nasi tunapoondoka mahali hapa, tutangulie na utuzingire kwa ukigo wako kila upande, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye lango langu la ndoto, ili ninapolala leo ukaseme na mimi na ukanionyeshe mambo ya sirini, kwa kuwa umesema, unasema na sisi tulalapo usingizi vitandani mwetu, usingizi mzito utujiapo. Baba, ninaomba useme na mimi kwa njia ya ndoto na kwa njia ya neno, nipate kujua yanipasayo kufanya ili nisiangamie, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Yesu, kwa sababu leo nitatoka na majibu ya maisha yangu. Usiku wa leo hautakuwa wa hasara wala wa bahati mbaya. Natakasa na kitanda changu kinakuwa madhabahu ya mimi kuzungumza na Baba yangu wa mbinguni, katika jina la Yesu. Nijue ni nani aliyetawala maisha yetu, nijue ni nani aliyenifunga na wapi nilikofungwa, na vitabu vilivyoandika habari ya mabaya yote viliwepo wapi, ili nipate kufunguliwa kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Ninajikumuta na kila visasi na mashambulizi ya adui ninapoondoka hapa. Baba mwaminifu, niepushe na mabaya yote, kwa kuwa imeandikwa, mabaya hayatanipata mimi, wala tauni haitanikaribia hema yangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Roho Mtakatifu, kwa sababu uko nasi.